Mpendwa mtazamaji, karibu kwenye uchambuzi wa fasihi, na leo hii tunarejelea uchambuzi wa tamthilia Bembea ya Maisha. Naitwa Fibian Muthama na nina walimu tajika hapa. Naona wako tayari kutuelimisha mambo fulani katika Bembea ya Maisha, sio? Naam. Karibuni sana walimu. Asante. Tuanze na kwako. Naam. Kwa majina naitwa Mwalimu Dennis Kipyegon kutoka shule ya upili ya Lugulu. Naam. Na mwalimu dadangu. Jina langu ni Biasanda Caroline, mwalimu wa Kiswahili, shule ya kitaifa Friends School Kamsinga. Kwa sababu umeketi pembeni na mimi mwalimu Kipyegon. Leo tunasoma nini? Leo tunaendelea na mtiririko wa ploti. Leo tunafanya sehemu ya 4, onyesho la kwanza na onyesho la pili. Naam. Tunaendelea na mtiririko wa Bembea ya Maisha. Bembea ya Maisha, sehemu ya 4, onyesho la kwanza, onyesho la pili. Sehemu ya 4. Naam. Naam. Ambao hapa ndo sehemu ya mwisho kabisa. Sehemu ya mwisho katika Bembea ya Maisha, ukurasa wa 58 na kuendelea. Naam. Na mtazamaji, hapo tumeambiwa ni mtiririko, tiri. Hapa sio gembe, tunasema maneno maalum ya kimsingi kuhusiana na mtiririko wa mwalimu Kipyegon kulingana na tamthilia. Naam. Mwalimu Asanda. Naam. Naomba tuendelee. Asante. Kwa hivyo katika sehemu hii onyesho letu la kwanza linatokea katika nyumba ya Luka, ambaye ana wenzake ambao ni Beni pamoja na Yona. Watatu hawa wameshiriki chakula cha mchana na sasa wako katika harakati ya kukiteremsha kwa kinywaji. Na wanapofanya vile wanajikumbusha machache siku za enzi zao ambazo wazee, ilikuwa utamaduni wa wazee, mavuno yanapofanywa mara ya kwanza, wazee ndio walikuwa watu wa kwanza kuyaonja, na kisha wakifanya hivyo wanabariki yale mavuno. Kwa hiyo hawa hawa Luka na Beni ni rafiki zake Yona. Naam. Na ni wazee. Naam. Kwa hivyo katika hizo kumbukumbu zao, wakilinganisha na maisha ya sasa, wanaona kwamba mila hizo na desturi zimeenda zikififia kwa sababu ya usasa ambao umeingia katika ulimwengu. Na wanalaumu sana dini ambayo imefanya sasa watu sasa hivi kuanza kuona zile mila na desturi kama chafu, na kwa hivyo hawazishikilii tena. Lakini tunaona wazee hawa wakiona umuhimu wa mila hizo, maanake wanasema katika vikao hivyo ambavyo walikuwa wanapatikana ndani, hapo ndio wangeweza kubadilishana mawazo, na humo katika hivyo vikao ndio wangechota hekima kutokana na vikao vile. Na wanaendelea na hata kulinganisha watoto wa sasa na wale wa kitambo. Na kuna wazee pale ambao wanarejelea wajukuu wao. Naomba mwenzangu labda akachangia kwa hilo. Naam. Sasa tukiendelea hapo kwa wajukuu. Sasa Yona analinganisha sasa maisha na kizazi hiki. Maisha ya kitambo na kizazi hiki ambacho kipo saa hizi. Kwamba analinganisha mambo mengi. Kuna mambo mengi ambayo Yona anadokeza. Kwanza kabisa malezi. Kwake watoto wajukuu wake ambao wanaishi mjini, anasema kwamba malezi yao ni tofauti sana na malezi ambayo labda yalikuwa yanafanyika kitambo. Kwamba watoto, anasema tunalea watoto lakini wakienda mjini wanasahau yote ambayo tuliyowafundisha. Hayo ni maneno ambayo yalikuwa ya Beni, kwa sababu ni mjadala baina yao na Yona na Luka pia. Beni haonekani kubadili mtindo. Kwanza wakieleza, tuendelee na malezi kwanza. Wanasema malezi ya mjini yameachiwa yaya, yule mtu ambaye anafanyia kazi.
kwamba yeye ana uwezo hata wa kufundisha mtoto kila kitu ambacho anataka, iwe tabia mbaya au tabia nzuri. Naam. Sasa kwa mfano iwe tu bahati mbaya mtoto umeachia mlezi ambaye ana tabia ambazo sio nzuri, kumaanisha mtoto atapata zile tabia. Hayo ni maoni yake nani? Maoni yake Yona. Na mjadala wao unaendelea. Yona anaona kwamba, anasema dunia hata hivyo kuna mabadiliko mengi ambayo yameendelea kulingana na malezi, usasa na ukale, utamaduni. Hayo ndio maendeleo ambayo anaona yameendelea katika jamii. Na Yona anasema labda hapo ndio bembea ya maisha ilivyo. Kwamba sasa analinganisha maisha ya mjini na maisha ya shambani. Hivi ndivyo alivyofanya wazee wetu. Mavuno ya kwanza huonjwa na wazee na kutoa baraka. Ni kwamba tu sasa hayatiliwi manane tena, lakini ilikuwa desturi nzuri. Leo watu wazingatii tena mambo haya, japo muhimu. Watu hukutana, wakala na kunywa na kubadilishana mawazo. Hekima uchotwa kwenye vikao kama hivi. Mimi nimewasikiliza kwa makini wazee wenzangu. Mlioyasema ni muhimu sana. Tatizo la watu wa siku hizi ni kuzitupa mila zao kabisa. Pamoja na dini hizi zilizokuja zikawakengeusha watu kabisa. Wanaziona mila kuwa chafu. Hawaoni chochote kizuri katika hekima za wazee wetu. Wametupa jongoo na mti wake. Hawajui kuwa mwacha mila ni mtumwa. Vizazi vijavyo havina utamaduni, havina mila. Tayari vilivyopo havina chochote. Watoto wa siku hizi hawajui asili yao, hawana lao, wanafikiri uzungu ndio ustaarabu. Hiki ni kizazi cha njia panda za kitamaduni. Wana kila utamaduni isipokuwa wao. Wajukuu wangu walikuja hapa wakati wa likizo. Nilitambua hawajui hata neno moja la lugha yetu. Tuliishia kuongea nao Kiingereza na Kiswahili hapa na pale katika ardhi ya wazee wetu. Ajabu zaidi, hawajui tofauti kati ya mbuzi na kondoo. Wao wote hao ni kondoo. Afadhali hao. Mjukuu wangu hatofautishi kondoo, mbuzi na mbwa. Wote hao kwake yeye ni mbwa. Inachekesha. Tunalea watoto na wakienda mjini wanasahau yote tuliyowafundisha. Maisha mjini ni ajabu, yana mbio nyingi. Hata malezi haya hawayawezi tena. Kazi ni kuraukia vibarua na kurudi watoto wakiwa wameshalala. Mtu anaishi na wanawe ambao kwa wiki nzima amewaona wakiwa usingizini. Wamelala fofofo, malezi yameachiwa yaya, nyumba ni ya yaya. Yaya akitaka kumfundisha mtoto lugha au tabia itakayo, atafanya hivyo. Ulezi wa mjini una mashaka tena makubwa. Ni kama hakuna anayejielewa. Naam, hapo kwenye mabadiliko ya huyu Yona na marafiki zake na maisha ya watoto wa mjini. Yanakwenda vipi Bia Sanda? Kwa hivyo Yona anatazama kizazi hiki kama ni kizazi ambacho kiko kwenye njia panda, hasa katika tukizingatia hali ya utamaduni. Hivi kwamba watoto ambao wanalelewa mjini hata sasa hivi hawafahamu lugha zao za kiasili. Na hata wameenda kiasi cha kwamba hawawezi kutambua hata wale mifugo wanaopatikana nyumbani. Na anapigia mfano kwamba wajukuu wake kondoo na mbuzi wote ni sawa na wanaita wote, wanawarejelea wote kama kondoo. Beni anadakia na kubaliana nalo kwamba hata wajukuu wake ni wabaya zaidi, afadhali wale wa Yona. Manake wale wa Beni sasa kondoo, mbuzi na mbwa wote ni sawa na wanawarejelea wote kama mbwa. Na kwa hivyo haya yote yanalaumiwa kwa malezi ambayo yanapatikana pale mjini. Hivi kwamba shughuli ama vibarua wanazofanya wazazi zimewafanya wale wazazi wasiwe na muda na watoto wao, na kwa hivyo malezi yameachiwa
yaya pale nyumbani, ambaye ana uhuru wa kuwafunza tabia yote ile, iwe mbaya au iwe nzuri. Inasikitisha kweli. Na tukiendelea hapo. Naam. Katika tabia zile ambazo amesema, tabia za yaya, ingawa Yona ana mtazamo tofauti kwamba dunia inabadilika. Kuna mabadiliko mengi ambayo yanaendelea katika dunia, na anasema kwamba labda kuishi mjini ndio imefanya ameleta hayo mabadiliko. Kwamba maneno yake Yona katika ukurasa wa 59 anasema kwamba lakini watafanyaje? Wakae tu vijijini kwa sababu mji unaenda mbio? Labda bembea yao ya maisha ipo pale mjini. Kwamba hayo mabadiliko wakati mwingine sio kwa sababu watoto wanapenda hivyo, ama watoto wao au wajukuu wanapenda hivyo, ni kwa sababu ya nyakati zinabadilika, na labda kuishi wapi? Kuishi mjini. Hayo mabadiliko ya dunia, Yona bado anaendelea kueleza kwamba usipobadilika nayo utaachwa nyuma. Ushindwe kuwahi. Kumaanisha ukishindwa kubadilika utawacha nyuma. Hayo ni maelezo ya Beni. Maelezo ya Yona, samahani. Lakini Beni anaonekana kuwa na mtazamo tofauti na mabadiliko. Yona akiendelea, Luka sasa ndio anaonekana kukubaliana na Yona, Luka. Kwamba Luka sasa anatoa tofauti za watoto, kwamba mila hazikuruhusu kwa mfano watoto wa kike kufanya nini? Kurithi au kwenda skuli nyakati zile. Lakini siku hizi hayo ndio mambo ambayo yamebadilika. Anasema kwamba tamaduni, mila na desturi wote wanafaa kubali mabadiliko, kwa sababu dunia imebadilika. Sasa wao wakibakia pale pale, dunia itawafanya nini? Itawaacha. Naam. Kwa hiyo Luka na Yona wote wako kwenye wana mtazamo mmoja. Naam. Na Beni ni tofauti kulingana na Bi Asanda alivyosema. Ana bado amekwama pale kwa tamaduni. Hata anawaambia wajukuu wake ndo wamezidiwa zaidi kuwaita mifugo wote mbwa. Hapo kwa Luka, Bi Asanda, naomba tuendelee. Kwa hivyo Luka anaendelea kutadarukia ili swala la mabadiliko, hasa kwa jinsia tofauti ambazo zipo. Na tunaona wakisema kwamba hata sasa hivi thamani ya msichana ama binti ambaye kidogo hapo awali alikuwa amedharauliwa, sasa hivi thamani yake imepanda, na hata nafasi yake katika jamii kupanuka. Manake sasa hivi wanaruhusiwa kwenda shule, jambo ambalo halingefanyika wakati huo. Na tunaona Luka anasema kwamba walivyomshinikiza hata Yona kuoa kwa sababu ya ule utamaduni ambao walikuwa wameushikilia. Na hilo lilimfanya wao kumshinikiza Yona hata kuoa mke mwingine, jinsi ilivyokuwa imeelezwa pale awali kwamba walimshinikiza ili apate mrithi ama mtoto wa kiume. Kwa hivyo tunaona hapo sasa ndio wanaangazia kwamba isingelikuwa hapo ama wao wasingefanya hivyo, basi Yona angekuwa amefika kule alikofika. Lakini utamaduni uliwasukuma pale. Hapo ninachoelewa wanazungumzia mambo mengi. Maisha ya watoto wa mjini, hicho ni kizazi na malezi, na vile vile sasa wameanza kuzungumzia urithi wa watoto wa kike. Huyu ni Yona sasa na Luka. Luka kwanza, katika ukiendelea katika ukurasa wa 61, Luka kwamba anafananisha vile mwalimu amesema, mwalimu wenzangu amesema kwamba watoto hao sasa wanafanana, aidha wa kiume au wa kike. Watoto wote ni watoto. Ndio anapigia mfano watoto wa nani? Watoto wa Yona. Neema haswa. Anasema kwamba Neema ni mtoto ambaye ingawa ni msichana ameleta mabadiliko wapi?
mjini. Ndio anasema atatembea hata akipigia mfano. Anatumia maneno yake, anasema kwamba sasa kile niendako, katika ukurasa wa 61. Ninawaambia watu tuna simba wa kike anaye nguruma. Kwamba huyu simba wa kike anaye nguruma, kunguruma kwake sio kupiga nguruma vile tunavyojua, lakini kila anamaanisha ni kwamba anaendesha gari, amenunua gari, labda pale mjijini wanapoishi wajayo na msichana ama mwanamke ambaye anaendesha gari. Naam. Mjadala ukiendelea, kwa hiyo ina maana kunradhi, ina maana huyu msichana anazungumziwa ameleta mabadiliko mjini au kijijini kulingana na muktadha uliosoma? Kulingana na Luka katika ukurasa huo anasema kwanza alimuona, nilisema alitumia mfano ya watoto wa nani? Watoto wa Yona. Akasema kwamba huyu ni msichana wa kwanza ambaye nimemwona akija mjini akifanya nini? Akiendesha gari. Ndio nimesoma nikasema, anasema kila niendako, anasema ninawaambia watu tuna simba wa kike anayefanya nini? Anayenguruma. Anaendelea sasa hayo maendeleo, hata anasema kwamba Beni sasa ambaye anaonekana kuwa na mtazamo tofauti. Katika ukurasa huo anasema kwamba Yona anaposema mahali ambapo mke wake alienda, Yona anasema Beni anamuuliza kwamba walikuacha wakaenda mchini. Sasa Beni anaona kwamba Yona amewacha majukumu yake ya kuwa mwanaume. Hata amewacha watoto, amempeleka mama yao, amepelekwa mjini kufanya nini? Beni ambaye hajui kwamba alipelekwa mjini kufanya nini? Kutafuta matibabu. Kwa hiyo mke wa Yona hayuko nao, ni mgonjwa. Ni mgonjwa. Na Beni analalamikia hilo. Kwa nini ameenda akamwacha? Naam. Dunia inaenda ikibadilika, na usipobadilika nayo utaachwa nyuma, ushindwe kuiwahi. Kuna nini cha kuwahi? Tabia za mjini, heri hapa kijijini. Katika umaskini wetu huu, Beni, wazungumzaji wewe bwana? Au tayari ulishapitia mahali ukapiga pegi 2-3 kabla ya kuja hapa? Kawaida silewi, na hata nikinywa nanyi mtalewa nyote, muniache bado mzima kabisa. Sikiliza basi. Zamani mila zetu hazikuruhusu watoto wa kike kwenda skuli au kurithi kitu. Sasa wanakwenda na kurithi. Zamani watoto wa kike walitegemea mifuko za ume zao. Sasa hali tofauti. Tamaduni, mila na desturi zetu zinazidi kuyakubali mabadiliko. Thamani ya mtoto wa kike imepanda na nafasi yake kupanuka. Kuyapuuza yote ni kazi bure. Watoto gani wa kike? Hawa Yona. Hebu wataje wengine. Si neno. Ni hao tu, lakini sio tofauti. Watoto wetu wa kiume hawawezi linganishika nao hata kidogo. Wala watoto wa kike na wa kiume hawalinganishiki. Sikiliza Yona, watoto hawa wanalinganishika sana. Kumbuka awali sisi tulidhani kuwa watoto wa kike si kitu. Tulijua akishakukua ataolewa kuache. Unakumbuka tulivyokushinikiza wewe mke mwingine upate watoto wa kiume? Ninakumbuka. Afadhali hivyo ulivyofanya. Kumbe watoto hawa tuliowadharau walikuwa nyota ya jaha. Sasa kijiji kina mwanga. Mwanga? Mwanga swa. Mtoto alirudi hapa juzi ile nyingine akipeleka gari safi. Mimi nikashindwa nani huyu anaingia huku kwa sisi kina yahe na kukubalia gari lake kutembea pasipo na barabara ya maana. Kutazama nikamwona mtoto wetu Neema ameshika usukani. Unadhani nilikuwa na furaha kiasi gani? Sasa kila niendapo naambia watu tuna simba wa kike anayenguruma. Ndiyo, alikuja hivyo alivyokuja. Lakini si wetu tena. Ana kwake.
angekuwa mvulana angejua kuwa baba yake yuko hapa. Yona asingekuwa anakunywa uji hapa kijijini. Lakini ona sasa, wamemnyang'anya mke na kumpeleka na kumweka huko mjini. Mwenzangu anahangaika kama kijana wa miaka 10 na kitu. Si kweli. Mke wangu amekwenda kupata matibabu na atarudi akishapata nafuu. Kinaya hicho, Biasanda. Mazungumzo haya yanakwenda vipi? Kwa hivyo nikiongezea tu, Beni anaona hilo kuwa tatizo, kwamba yeye haoni mwanga ambao umeletwa pale kijijini na huyu msichana Neema. Na kukiri kwamba hati ni msichana na kwa hivyo sio hawezi kumilikiwa na kijiji, manake atachukuliwa na watu wengine kwa vile Neema ameolewa na mume mwingine. Kwa hivyo yeye ni wa mji mwingine na wala si wa pale kijijini. Na kushikilia kwamba ingekuwa kijana, basi huyu kijana ama angekuwa mtoto wa kiume, mabadiliko yangeonekana pale kijijini. Lakini kwa vile ni msichana, atapeleka maendeleo kule kwa mume wake. Lakini hilo hawafiki hao wengine wawili. Na tunaona akimwambia, na unaona sasa mke wako ameganda kule mjini. Kwa sababu ameenda kuona watoto wake, lakini alivyosema hafahamu kwamba alikuwa ameenda kwa sababu ya kupokea yale matibabu. Na tunaona Yona akitetea kauli hiyo kwamba mkewe hakika alikuwa ameenda kupokea matibabu na wala si tu kwenda kuganda pale mjini. Naam, Yona anaendelea kueleza kwanza maisha yake kitambo, jinsi alivyojiingiza katika uraibu wa pombe, kwamba ni shinikizo kutoka wenzake, lakini anasema kwamba yeye sio alikuwa anaingizwa, lakini ni kama alikuwa anafanya nini, anakataa, lakini akajificha mahali. Anasema katika ukurasa wa 62 kwamba ni rafiki zake ndio waliomfunza uraibu wa pombe, na akawa sasa ulevi sasa ukamchukua, akashindwa kwenda kazi, akashindwa kufanya kazi, na hivyo ndo kazi iliisha. Kwa hiyo anazungumzia kuhusu ulevi wake, anawaelezea kuhusu ulevi. Naam, anawaelezea kuhusu vile ulevi wake ulivyomsibu hadi kazi kufanya nini? Kazi kupotea. Kwa hiyo anazungumzia madhara ya ulevi. Madhara ya ulevi kwa hawa watu wawili. Naam. Alafu ikaendelea vipi Biasanda? Asante. Nikichukulia hapo, huo ulevi wa Yona haukuanza tu. Bali ulianza polepole akiwa chuoni, na anatudokezea kwamba alikuwa mtu wa dini sana. Hata wakati mwingine wangeenda kuhubiri. Na alipokuwa chuoni akinywa ile pombe alikuwa anafanya kwa kujificha. Lakini sasa ilipofika sasa ameingia katika hali ya ndoa, alafu lile shinikizo la jamii la kupata mtoto mrithi wa kiume, ndio sasa hata hiyo tabia ile ikaja ikawa wazi zaidi na akawa mraibu. Na tunaona Luka akirejelea kwamba Sara, kwa hayo yote Sara aliweza kumvumilia kwa hilo. Na Yona anakiri kwamba ni kweli, isingelikuwa mke wake, basi hata wale watoto hawangeenda shule. Anasema kile chombo chake kingezama. Chombo anachozungumzia ni hii familia yake. Kama haingekuwa mke wake kuwa mvumilivu, basi ndoa yake ingeingia doa. Naam. Haidhuru, umenirudisha nyuma kweli. Katika siku zile za ujana wangu, asubuhi niko shule, majira ya alfajiri, kiboko mkononi. Anayekuja baada yangu hata kama hajachelewa alikuwa hana lake. Siku nzima kazi tu, jioni darasani tena, kiboko mkononi. Sio siku hizi, huwezi tena mnyoshea mtoto kwa kiboko. Vitabu navyo nilikuwa nikivifunga kwenye baiskeli kwenda kuvisahisha wikendi, mpaka tembo iliponyoosha mikono na kukudaka. Basi tu ilikuwa wenzenyu hao ndio walioniingiza katika mkondo huu. Kama unaweza kumbuka, nilikuwa miongoni mwa vijana wa kwanza kujiunga katika dini. Hata tulikuwa tunahubiri. Kisha ukateleza mara moja? Haikuwa mara moja mnavyofikiria. Ilianza pale chuoni.
Wenzangu walinipa mvinyo na kurai nionje ulevi. Mwanzoni nilikataa, lakini walinizidi maarifa. Basi polepole nikaanza kushiriki, lakini kwa kuficha. Nilipoitwa kufanya kazi, nikaanza kupitia mtihani wa familia. Ulevi ukageuka uraibu, mpaka pale ulipofika ukanifanya mtumwa. Ukaacha kazi? Nilishindwa kuenda kazi kila siku. Nilishindwa kuishi bila ulevi. Nilikuwa tu mtumwa. Siku zile mkeo alikuvumilia kweli? Angelifanya nini? Ilikuwa kipindi kigumu. Alinisaidia kuwalea na kuwasomesha watoto, mimi nikiwa ngoja ng'ombe na shamba. Yeye huyo ameshika njia kupeleka maziwa na kuuza bidhaa tulizozalisha sokoni. Bila yeye chombo kingezama. Ni kwamba siwezi mwambia hayo, maana atajishaua. Lakini Beni kwa sababu Yona anasema kwamba ni mke wake, lakini hakumwambia, kwa sababu angesema labda angejishaua, angesema kwamba mimi ndio nimeshikilia familia. Beni huyo? Huyo ni Yona. Beni ana mtazamo tofauti. Anasema kwamba ingawa alijibiwa vizuri na Yona, katika ukurasa wa 63 anasema Yona anasema si neno yuko kwa watoto wake. Huyu sasa anaeleza bibi yake, nami kwamba asipokuwa huko anataka awe wapi. Alafu kwa Maringa anasema hiyo ndio raya kusomesha. Kwamba kwake kama hangesomesha watoto, labda mahali ambapo wangekuwa saa ingekuwa tofauti, na mke wake kusimama na yeye. Ndio sasa Beni anasema hata mtoto wangu, sio wewe ulimesomesha watoto peke yake, pia mimi watoto wangu wameenda shule. Anasema kwamba Beni mtoto wake ni engineer. Lakini Luka anasema engineer wa nini? Sasa kuna engineer, labda Beni aelewe maana ya engineer, lakini Luka anasema kwamba mtoto wa Beni tu ndiye alikuwa ni fundi wa mtambo. Na kwake fundi wa mtambo sio engineer. Mimi sijui tofauti, lakini kulingana na Beni anasema kwamba fundi wa mtambo sio engineer. Labda masomo yake hajafikia kuwa nini? Kuwa engineer. Na haya yote onyesho linaenda linahitimika, na wanaonekana kwamba wameridhika, kwamba kile ambacho kiliwaleta hapo sio kujipiga kifua vile wanavyosema ama kuongea kuhusu watoto vibaya, lakini ilikuwa tu waje vile walikuwa wameanza kwamba wasee katika jamii ikifika wakati wa mavuno ni hao ndio wanatoa baraka ya kwanza. Na onyesho linahitimika kama wote wanasema tusikosane kwa sababu ya watoto. Tukubaliane tu, kwa sababu hata hivyo dunia lazima ifanye nini? Iende mbele. Nimeona leo mwalimu umekubaliana na mabadiliko pia. Mabadiliko ni muhimu katika jamii. Labda kauli yako ya mwisho Bi Asanda. Labda tu kukamilisha, tunaona watatu hawa wakikubaliana na wakatoa baraka kwa mashamba yao, mavuno yao na pia vizazi vyao, na onyesho likahitimikia pale. Kwa hivyo kwa hawa pia wanaridhia kwamba mabadiliko hatuna budi bali kuyakumbatia. Na naona hapa kwenye kupekua kwangu wanasema kigumba cha nguruwe kwa binadamu kichungu. Pengine huyu Beni, mpenzi mtazamaji, kauli zake zote ni za kitamaduni. Lakini kwa vile amedungwa ule mkuki wa nguruwe, kwake unakuwa mchungu. Ni mchungu wa mabadiliko. Sijui wewe ya kwako ni yapi, lakini jua siku zote mabadiliko huna budi kubadilika iwapo yanakuja. Asante sana mpenzi mtazamaji, ni furaha yetu kwa kuwa nasi mpaka awamu hii ya mwisho. Nimekuwa na mwalimu Kipyegon na Bi Asanda. Endelea kutizama Edu TV. Mimi ni Fibian Muthama. Kwa heri kwa muda.